Mwakilishi wa wadi ya Shikomari Shinoi Yesumea Boniface Akosi anaitaka idara ya usalama na ile ya trafiki kuweka mikakati kuhakikisha Wakenya usalama msimu huu wa likizo, huku akirai serikali kujizatiti kuhakikisha gharama ya maisha inashuka kuwafaa wanaotoka kwenye familia zenye changamoto za mapato. Anavarifu Brenda Wawire. Akizungumza katika kijiji cha Shikomari alipowafaa wajane kwa chakula, Akosi ameitaka serikali kujizatiti hata zaidi kuhakikisha kuwa Wakenya wote wanamudu maisha na kuvitaka vitengo vya usalama kuwa macho kuhakikishia Wakenya usalama. Ile tutaomba serikali ni zidi kuweka mikakati ya kuhakikisha gharama ya maisha inarudi chini, manake wengi wa watu wetu ni maskini, hawezi wakajikimu na hii hali ya maisha venye ipo sasa hivi. Na kwa kujua kuwa hali ya maisha iko juu, wengi wanaweza kosa kusherehekea Krismasi. Mimi kama MCA nimekuwa nikiweka kidogo kidogo kwa ile mshahara kidogo napata, ndio sababu ili tuwalete pamoja, angalau kila mtu aweze kuwa na furaha kwenye nyumba yake. So ile kidogo nimepata ni kujaribu kuleta furaha kwa nyuso za mama wajane. Lakini pia wakati tunaendelea zile mbwembwe za Krismasi, lazima tuombe vitengo vya usalama vizidishe mikakati kuhakikisha kuwa vijana wengi ambao wamefunga shule wako nyumbani hawaingilii vitendo ambavyo vinahatarisha maisha ya watu wetu, na hata waendeshaji wa pikipiki na magari kwenye barabara waendeshe kwa uangalifu, manaka hatutaki kupoteza wengi wa wakaaji wetu kupitia ajali za barabarani. Hili limeungwa mkono na wajane waliofika hapa, walioitaka serikali kuwakumbuka Wakenya walio na ugumu wa mapato. Tuko mahali hapa, tuko na furaha teletele kwa ajili ameweza kutukumbuka siku ya Krismasi. Baada ya waume wetu kuondoka, hatuna mtu mwingine ambaye anatujali. Tumefurahi siku ya leo ameweza kutuletea Krismasi. Mungu akaweze kumbariki na kazi yake. Tunaomba ya kwamba serikali yetu iweze kushusha bei ya vitu, hasa upande wa vyakula. Wamama wajane tunateseka, bei ya vyakula iko juu, mafuta ya mboga, sukari, mchele tunatamani hata tukule mchele, gharama iko juu, ugali, unga iko juu. Akosi hata hivyo amebuni vyama vya kuwafaa wajane hawa kupitia masuala ya kibiashara, karo na mahitaji mengine ya familia kwa kuamua kwa ugumu wanaopitia kwa sasa. Wamama bado wako na kidonda moyoni mwao baada ya kupoteza wazee wao, na mara mingi wanasaulika kwenye jamii. So leo nimewaleta pamoja, sio tu kusherehekea Christmas na siku yangu ya kuzaliwa, bali pia tumeweza kukubaliana na wao tuanzishe vyama kwa kila community area kwa mama wajane, alafu ndio tuweze kusaidiana kwa njia mbalimbali kibiashara. Huku haya kijiri, watoto wanaorandaranda mitaani mjini Kakamega waling'ang'ania chakula na mavazi yaliyokuwa yametolewa na mhisani mmoja kama Krismasi kwao, baada ya kubainika kwa idadi yao ilizidi mgao uliokuwa umetengwa. Joseph Kinuthi aliye na mazoea kuwafaa vijana hawa mtaani mara kwa mara, ametaja njaa kama iliyochangia idadi ya vijana hawa kuongezeka maradufu. Manguo nimenunua, viatu zenye nimenunua, chakula yenye nimenunua hata haijawatosha. Kwa sababu target nilikuwa nayo ni ya watoto 100, nimepata watoto zaidi ya 200, mpaka nimeshindwa vile nitagawa. Ningeomba county government ijaribu kuangalia hawa watoto wenye wanatoka kwa jamii yenye haijiwezi, na ningefurahia na hiyo sana, kwa sababu niliona hapa ndio nitawalishia, kwa sababu mimi kama mlemavu ndio nasimamia hicho ya Muriro Garden. Brenda Wawire, West TV, mjini Kakamega.